Na matumaini, karibu katika simulizi na mikasa mbalimbali. Leo nimewaletea mkasa uliokuwa bora na wenye elimu ndani yake kwa wewe uliokuwa ndani ya mahusiano yako ama ndani ya ndoa. Hii ni sehemu ya kwanza, shemeji mtamu. Kwa nini tumeita shemeji mtamu? Kwa sababu ni msimulizi ambayo ilikuwa yenye elimu kwa wanandoa. Hata kama ulikuwa na shemeji yako ndani ya mahusiano yako, ndio wakati wako sahihi kufuatilia mkasa wetu wa leo mwanzo mpaka mwisho, maana siku zote dakika zako 5 utazipoteza ndani ya maisha yako. Ndio wakati sahihi wa kutusubscribe, kutulike na kushare. Tutapata alama ya kengele ili mikasa yetu inafikia popote pale mlipo. Karibuni sana. Naam, mkasa wetu unaanzia katika kijiji kimoja chenye utulivu na amani. Alionekana kijana ambaye ni mtanashati, amekuwa akiishi na mama yake, huku amekuwa akichangia chakula na kumuuliza mama yake swali. Akamwambia, mamangu, napenda nikuulize hili swali kwa sababu hili swali na mimi siku zote nilikuwa nataka kwenda kwenye ndoa, napenda unipatie ushauri. Maana ule msemo wa swali wanavyoongea na kusema ndoa ni ndoano, sijajua kipi wanachokimaanisha. Ndio mamangu akatokea na kunipa ushauri, akanambia, kijana wangu, nataka nikwambie kitu ambacho kitakuwa funzo katika wanandoa. Sio kila mwanamke atakwenda kumoa kwa sababu ya matamanio ya mwili wako au wale mwanamke ambaye unajua Mungu amekupa baraka na kutoka kwake. Nikamwambia, mamangu, sijakuelewa, nifafanulie vizuri. Akanambia, kijana wangu, kuna baadhi ya wanawake ama wanaume wapo ndani ya ndoa zao, lakini wanatamani kutoka nje, na wale walipokuwa nje kwa siku zote wakimpigia magoti Mungu na kumwomba wapatie ndoa. Kwa kweli msikilizaji, mamangu kauli yake sikuielewa, kwa sababu nimekuwa na mpenzi wangu ambaye nilikuwa nikimpenda sana, kwa majina yake kwa kitu Amina. Amina amekuwa ni msichana ambaye ni mkarimu na mtulivu, amekuwa akiishi na mdogo wake. Ndugu yake na Amina amekuwa ni binti ambaye naye ni mzuri zaidi ya Amina, maana huyo binti amekuwa na shepu kubwa sana. Mimi nimetokea kumpenda Amina kwa sababu ni mwanamke ambaye amekuwa na busara na heshima ndani yake. Ndio maana siku moja nilimtokea na kumwambia Amina, mimi nataka nikufanye ni mke wangu wa halali kuliko tunaenda tunachezeana. Ndio tumeoana tukafanya baada ya mwaka tu ndani ya ndoa mimi na Amina. Siku moja Amina akanitamkia na kuniambia inabidi amlete mdogo wake hapa. Mimi nikamwambia Amina, mdogo wako kwa nini anataka umlete hapa? Akaniambia, mdogo wangu yuko katika hali mbaya, lakini endapo atakapokuwa hapa basi nitakuwa na amani na yeye pia atakuwa na amani. Nikamwambia sawa, hakuna shida mke wangu. Sasa mke wangu amejiandaa ile kwenda kumchukua mdogo wake kijijini. Alipomchukua mdogo wake na kumleta ndani, tulikuwa tunaishi mjini, basi nimefurahi na yeye mke wangu amefurahi kwa sababu mdogo wake yuko pale, japo nimekuwa na wasiwasi kwa sababu mdogo wake na Amina ambaye ndio mpenzi wangu amekuwa ni mtu mwenye shepu kubwa sana mpaka mimi pekee nilikuwa nikiogopa. Mke wangu Amina na mdogo wake ambaye ni shemeji yangu walipofika amenikuta na mimi nimeondoka, ndio Amina akaenda kumwonyesha mdogo wake chumba chake, huku akanipigia simu na kumwambia kama washafika. Nikamwambia subiri mpenzi wangu. Basi nisubiri dakika ngapi mke wangu, mimi niko nakuja, nipo njiani. Nilipofika nyumbani kwangu, mtu wa kwanza kunipokea imekuwa ni mke wangu, kisha kafuatia mdogo wake na kunambia, karibu shemeji. Nikamwambia asante, na hata wewe pia karibu, chochote tunachokitaka hapa mke wangu atakabidhi. Ilipofika majira ya usiku, tumechangia chakula huku, nikamwambia karibu sana shemeji, hapo kwa uhuru sana, chochote tunachokitaka mke wangu ipo kwa ajili yako, ndio maana nimwambia kulete hapa. Tumetabasamu na kucheka, kisha mimi nikaenda kulala. Sasa nilipokuwa nimeenda kulala, mke wangu akanifuata kwa nyuma, nikatokea kumshauri mke wangu, nikamwambia, mke wangu, naomba unielewe na unisikilize, endapo utakuwa na mwanamke mdogo na vangu fupi fupi ama nguo za kuachilia, inabidi umkanye, maana mimi sijapenda hicho kitu. Ndio mke wangu akacheka na kumwambia, basi mume wangu usijali, kwa sababu ni mdogo wangu namjua, mimi nitamkanya tabia yake. Mke wangu alipomaliza kuongea hilo swali, basi amenishika shika kwa kanikanda, tukafanya ya kwetu kama wanandoa, mnanielewa kipi tulichokifanya. Ilipofika majira ya asubuhi, mke wangu amenamsha na kunywa chai. Kipindi nilipoamka na kunywa chai, nilimwandaa mke wangu na kumwambia amtayarishe mdogo wake wajiandae ili tuende kuuza shopping ya manguo. Wamejiandaa, tukavaa tukaelekea hiyo sehemu. Kipindi tupo njiani, basi wanaume wako wakituangalia, huku mimi nikajua wako wanamwangalia mdogo wake, kwa sababu mdogo wake na mke wangu amekuwa imiti kama kitu tunavyomuona hapo kwenye afishe. Ndio alivyokuwa na shepu kubwa sana mpaka mimi pekee nikiogopa na kumtamani, lakini nimekuwa nikipuuzia. Sasa kipindi tulipomaliza shopping na kurudi nyumbani, huku nimemwaga mke wangu na kwenda kazini, mke wangu na mdogo wake wamebaki wakipima nguo. Niliporudia, tumechangia chakula cha usiku kama kawaida yetu. Sasa siku moja sintoka nikaisahau katika maisha yangu ya ndoa. Hiyo siku nimekuwa nimechelewa kazini, nimechukua maji na kwenda kuoga, ila mke wangu usiku amekuwa lala usingizi fofofo. Kipindi niko naoga, yule mdogo wake na mke wangu ambaye shemeji yangu ametoka kule ndani mwake, amevaa kanga moja kiunoni, huku maungo yake ya mwili yakionekana. Sasa yeye kuangalia nani kwa naoga, yeye ameingia ghafla akanikutana nipo uchi kama gisi nilivyozaliwa. Sasa kipindi niliponiona akaogopa hata kurudia nyuma atoke nje, basi mlango na ukamvuta kanga yake ikaanguka chini. Naam, karibuni sana wewe msikilizaji, umefuatilia katika sehemu yetu ya kwanza ya shemeji mtamu. Msikose katika mwendelezo wa sehemu ya pili ili tujue kipi kilichoendelea baina ya wao wote wawili kuonana mwili wao, sijui kipi kilichokutaniwa na kufanyiwa. Basi karibuni sana, msikose kutusubscribe na kutulike na kushare, tutapatia mwendelezo wa sehemu ya pili. Asanteni.